Nguko 20,000 VIP B, 40,000 VIP A. Na hatubadili. Ile mara ya kwanza nakumbuka niliwahi kuambia hapa mechi sisi kwa tunacheza na Platinums. Nikamwambia sio, naomba bwana vibaki vile vile, punguzo ile discount. Tukaridhia tukabaki vile vile. Lakini safari hii ikifika Jumanne viingilio ni 5,000, 20,000 na 40,000. Tunaifanya hivi kwa sababu kubwa mbili. Wafanya sasa watu waanze kununua ticket mapema. Mnawapa changamoto ile taasisi ile ya inaitwa nini? N-card. Lakini mnawapa changamoto mapolisi. Tunajazana watu wote 20,000, 30,000 wanunue ticket kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Zogo linakuwa jingi mno. Huwezi ku afford ticket 40,000, 30,000 ziuzwe kwa muda wa masaa 3. Utaweka vendors wangapi pale? Hapo baadaye naanza kutumia message. Haji, huku hakuna wauzaji hawapo. Jamani, leo Friday mpaka Jumatatu. Hutaki kununua 3,000, hutaki kutoa 3,000, unasubiri Jumanne ukalete zogo, baadaye uanze kuniandikia message. Ulalamike. Hawa watu wenu wa N-card hawako wauzaji, kwa nini usinunue leo? Kwa nini usinunue kesho? Kwa nini usinunue Jumapili? Kwa nini usinunue Jumatatu? Sasa lazima tuanze kubadili mindset za Watanzania. Nunua tiketi yako mapema kwa shilingi 3,000. Ukitaka zogo unapata zogo na penalty juu ya 2,000. Unataka zogo kutoka 15,000 na penalty juu unaongezewa 5,000. Ya nini yote? Ya nini? Ahli na Simba. Ahli na Simba. Na tutafanya promotion kubwa. Tutafanya promotion kubwa. Maana yake ikishafika ile 30, Jumanne tiketi haziuzwi. Na ikifika 30, Jumatatu tiketi haziuzwi. Ikifika 30, Jumapili au kesho tiketi haziuzwi. Yes. Kwa sababu tuna kiwango tumewekewa na CAF. Hatuwezi kuvuka 30 mwisho. Na kesho road show inaanza. Kesho na Jumapili. Kuuza ticket na kufanya promotion ya mechi kwenye vituo mbalimbali. Bagala, Temeke, Ubungo, Kariakoo, Karume. Yes, hii ni mechi kubwa. Lazima nchi ijue, Afrika ijue. Afrika nzima itakuwa Dar es Salaam kuangalia mechi ya Simba na kuangalia total war, point of no return. Afrika. Achana na mambo mengine haya. Takwenda kwenye hiyo mechi tukiwa na ari na nguvu na matarajio ya ushindi. Jumatatu kutakuwa na press conference ya makoch wa timu zote mbili pamoja na manahodha. Tutawatangazia venue. Lakini jana Clifford alinitumia message. Clifford afisa habari wa TFF akinambia utaratibu kwa waandishi wapiga picha wanaotaka kuingia ndani ya pitch, ndani ya uwanja, ndani ya uzio, ni lazima mpime corona. Ni protocol za CAF hizo. Lazima mpime. Alafu watawekea utaratibu. Alafu tutawasiliana TFF watawaambia utaratibu uko vipi. Lakini watu wa cameras mjiandae, hawapimi vipimo vikubwa. Sio vile mnavyofikiria. Acheni uoga. Kaniki, acha uoga. Kipimo cha kawaida tu, puani, mdomoni, khalas, saa mjomba. Acha uoga saizi. Maana unaona Temeka unavyosikia vipimo. Kwa hiyo Jumatatu hiyo baada ya press, na sisi kama Simba tutafanya promotion ya mechi, tutakwenda kwenye vituo vya radio, tutakwenda kwenye vituo vya television kwa kadri ambavyo watu wetu wa masoko wameandaa. Tuone namna ambavyo tutakapoweza kuhanikiza kupitia kwa fans wetu ambao ndio mchezaji bora zaidi wa Simba. Na Jumapili kutakuwa na zoezi maalum ambalo ndugu yangu Chiko atalielezea, linalohusiana na namna ambavyo tumejipanga kuwa na hamasa. Unajua Simba katika timu za Tanzania ndio tunaongoza kwa hamasa viwanjani. Lakini tunataka tufike mahali mshabiki anapokuja uwanjani haji picnic, hasa katika mechi kubwa hizi.
Hatuhitaji mshabiki anakuja na korosho na karanga katika mechi kubwa. Tunahitaji mshabiki aje pale ashangilie Simba yake. Wale Waarabu waone ile joto la kushangiliwa liwakabe. Leo nimearifiwa mahali, I'm not sure, sijui kama ishakuja official, kwamba Ahli wanaingia kati ya leo na kesho. Sina uhakika. Sijui imekuja barua official. Wanaingia leo usiku. Saa 6 usiku wanaingia leo. Wanaingia leo usiku. Na nimalizie kwa kuambia sisi tuko tayari, tunawasubiri, watapata mapokezi yote. Waarabu wanamsemo, wanasema mithluka uluf, mfano wako wewe mara 1000. Wa Misri, sio Waarabu wanasema hivi. Mfano wako wewe mara 1000. Yani wewe ukiwa mwandishi hodari sana wa habari, au mpiga picha mahiri sana, au mtangazaji mzuri kama yule mtoto alotoa maneno hapa yule wa Azam nani, basi wao wanao mara 1000 yako Waarabu. Ndio maana mithluka uluf, yani mfano wako wewe mara 1000. Kama dada yangu pale, wewe unajiona mrembo sana, kule wako mara 1000 yako Egypt. Ukiwa wewe mwizi sana, kule kuna mara 1000 yako wewe. Ndio maana mithluka uluf. Sasa hapa sio mithluka milioni. Udadadeki wa Misri naambia hivi, kule si mithluka uluf, hapa kwa Simba ni mithluka milioni. Mfano wako mara 1,000,000. Uko unajua mpira kuliko sijui nani, si hapa tuna mtu anajua mpira kuliko mara 1,000,000 yako. Kwa tumejipanga kwa kweli. Najua kuna watu wanapita kwenye viambaza. Leo umetoka kulalamika, wanalalamika kutwa kucha, asubuhi wanalalamika, mchana wanalalamika, jioni wao kulalamika, tukulalamika. Wanalalamika huko, wanapita kwenye viambaza, wanakwenda kwenye kuombea viwanja vya mazoezi, wanakwenda kwenye viambaza vya hoteli. Tunazo taarifa zao, alafu mtu anafanya hivyo tunamheshimu sana. Hata kuprove nini? Si tuseme tunaacha, tunahangaika. Huwezi kuhangaika na watu wafanya uchale. Unahangaika nini? Sisi tunazungumzia ligi ya mabingwa, tuanze kucomplain kushindana na watu. Mara leo kile mwandishi, bwana naomba uzungumzie habari ya press ya na nusu nini? Mimi nazungumzia habari ya Simba na Ahli. Nizungumzia habari ya kulalamika, si uamuzi, tutasusa na susa. Dadeki, susa. Unasusa. Unamtisha nani? Yote ni kutisha tu waamuzi, unatisha sisi. Kesho tusiposhinda tunajitoa. Wewe timu ya juzi mbona unaongoza ligi? Mbona ukusema hayo? Unasema hayo baada ya kwamba unaona uko hapa. Ulipokuwa unaongoza ligi, afikia Morrison akifunga shida. Kesho tunamwomba Morrison baada sasa hivi asifunge. Basi atawaachia kina Kagere asifunge. Baki akifunga tusikapili press. Akifunga tusikapili press. Haiwezekani mpira ukaendeshwa kulalamika. Haiwezekani. Niwapongeze sana TFF, bodi ya ligi, serikali kwa kusimamia nidhamu ya mchezo wa mpira wa miguu ndani na nje ya uwanja. Wanatoa support, ligi inachezwa, hakuna yani wewe hivi jamani. Nani anajua habari ya goli kona? Mnaikumbuka ile goli kona? Mnakumbuka zile penalty za ujanja? Nani alalamika? Si unakaa tu. Timu kubwa ukishafikia ukubwa kama wa Simba hivi, unacheza ma Champions League na Al Ahly, huwezi kuhangaika na kulalamika. Mimi hapa shavuka, Simba shavuka. Complain about unalalamika na Mbeya City. Sina lalamika. Mbeya City. Wao piga goli 5 refa zote nakataa. Mbeya City wanakuja na piga 5 nakataa refa. Magoli mnakosa wenyewe, nyie na kipa. Leo mnakuja kutulalamika. Cheni bana. Wewe ukubwa wenu uko wapi? Kila siku complain na TFF, kila siku complain na bodi ya ligi, kila siku complain na marefa, kila kukicha. Wakiongoza ligi wao wanajua. Wakiongoza ligi tu wao wanajua. Sapong kiboko, si nani kiboko. Wakiona wanaume tu wanakula. Kudadadeki. Chini bwana. Wao juzi staff wetu wamekwenda kwenye klabu moja, sitaki kutaja jina, naomba niseme hii, mnisikie vizuri. Staff wetu wa club amekwenda kwenye
hoteli, amekwenda kwenye club moja maarufu hapa mjini. Kiongozi mwandamizi wa klabu yao kenda anafanya booking ya uwanja wa mazoezi. Tumekaa kimya. Tunajua toka juzi, hatusemi. Tunatapatapa tu. Na kwa ushahidi hatuhangaiki sisi. Sisi hao tushavuka. Huku mnasema nyinyi mnafanya dhulumiwa. Huku nyinyi mnapita kwenye viwambaza mnafanya unafanya wale yani booking. Hivyo za Waarabu wajinga. Yaani Waarabu wakusubirie goli wafanye booking ya hoteli au ya kiwanja cha mazoezi. Waarabu wale Waarabu, acheni hizi. Tucheze mpira. Tucheze mpira. Mpira kwa mika ushapitwa na wakati. Na sisi tunaamini vitisho vilivyotolewa leo kwa waamuzi havitawafanya wabadili msimamo wao wa kusimamia haki na sheria 17 za mchezo. Tunaamini hilo. Hivi vitisho vyao vya leo tunaamini havitawatisha waamuzi. Wala wasitishike wakasimamia sheria 17. Goli, offside, penalty. Tena wasio na huruma, penalty 3 toa penalty 3. Ndio mpira. Penalty 10 toa 10. Haisemi kwamba penalty baadaye balance utoe mwisho 2, hapana. Akifanya madhambi ndani ya box penalty 10, weka 10. Yes, mnawatisha waamuzi kila kukicha, mnawatisha tu. Hapo mtu huyo anatumika kwenye controversials tu. Unakubali vipi? Hivyo na ni Simba kwa siku kwenye controversial haji nenda kasemewe. Mimi nasemea siku mambo makubwa, nasemea siku policy ya klabu. Lakini hiyo vitu vya mpawanyiko tu unaambiwa nenda wewe. Kwa mpawanyiko nenda wewe. Na unakubali? Shekhe. Mimi baba tumegombana. Yaani mimi ananiambia kwenye ujinga tu ndio mie. Kulalamika tu wewe sendi na wewe nenda wewe. Kila siku wewe tu unataka ujiongezi shekhe kakaangu. Mbona kwenye mambo ya usajili nini mambo yale mazuri nini unakuwa nyuma kabisa huko mkuu. Kili bwana. Jamani ndugu zangu nisiwachoshe. Hebu Chiko njoo